tufani ule upepo tufani ule Ndio. umeshuka pale maeneo aliyokuwepo. Ndio. Kwa hiyo ukaja kuna wimbi ukazama, mtumbu ukafunika. Okay. Ule mtumbu ukafunika, bahati nzuri wenyewe watatu ambao hawajaonekana mpaka muda huu wakawa wametoka kwenye ule fungu wa mtumbi wakakaa juu ya mtumbu pale. Kwa hiyo wakawa wanamwambia yule mmoja ambaye aliokolewa. Sasa kumbe huyu pia alitoka mle uvunguni baada ya mtumbu kuwa umefunika kwa kushikilia mabanzi matatu. Sasa yale kwenye mitumbu akaogelea, akawa ameona pale tenki la mafuta, maana lile wali nami akaenda akalishikilia lile, akachukua na kifaa fulani cha kimai, wanafunga zile taa za wanapokuwa zitani. Na yenyewe akaipata hizi moja, akawa amejifunga kamba ya vidumu. Kwa hiyo alipojifungia zile akapata support ya kuelea. Okay. Kwa hiyo alivyokuwa anaelea hasa akaanza kuwa anasukuma na wimbi. Ndio. Sasa kuna wavuvi wa hapa ambao waliwapita mwanzo, wakati wanaenda waliwapita. Kwamba wateja kwa wao wakapanda juu kidogo. Sasa wale kwenye ile tafulani ya ule upepo ulivyokuwa umetokea ile tufani maeneo hayo, kawa wamepoteza taa. Okay. Sasa wakati wako kwenye mahangaiko ya kutafuta ile taa yao kwa ajili wapate ile taa waendelea shughuli, ndio wakaona taa moja ambayo kama inawaka kwa kuzama na kuibuka. Sasa mmoja anamwambia mwenzie, ana taa yetu itakuwa ndio kule ambayo inazama na kuibuka ile, twende tuichukue. Kwa hiyo ndo akamkuta huyu aliyekuwa amejifunga na ile titi ya mafuta na ile kimai moja ya taa ni mtu. Kwa hiyo akaambiwa, mimi navua kwa moja inaitwa Sira, tumezama sababu ya hii tufani ambayo ni mshuke hiyo kwa lugha maarufu upande wa kanda ya ziwa. Basi kwa hiyo akamuuliza kwaje, asema wenzangu kwa huku juu. Kweli wakamwaga yule kwenye mtumbwi bila saini, wakaenda naye mpaka lile eneo. Sasa wamefika lile eneo wakaona vile vitu vya kokolo vilikuwepo kweli. Sasa wakafanya kuzunguka maeneo hayo na mtumbwi kwamba kama watawapata waweze kuwanusuru. Kwa hiyo ile saa 4 mpaka inaenda hadi saa 6, saa karibia saa 7 hawaoni jitihada za kuwaona. Kwa hiyo wakasema bana, hawa tutakuwa tumepoteza, labda watakuwa wameokelewa na wengine huko au wamezama. Kwa sababu waliokuwa wamemwokoa kidogo hali yake ilikuwa sio nzuri. Wakasema ndani ya masaa takriban mawili tuwafanye jitihada za kutafuta tuwapati, ngoja tumpeleke huko kambini. Kwa hiyo wakamleta huko kambini. Alipofika kambini pale, hizi wanasema hizi taa zilikuwa zimeshaanza kumuka kama ushikiana na sababu ya ile baridi. Wakamkokea moto pale, wakamweka distance ya mbali kidogo aota ili mwili upate joto. Wakamkorogea kuna kauji pale akanywa utengeneza joto la mwili. Wakambeba wakamweka mle ndani akalala. Tumebahatika kuongea naye asubuhi, alikuwa na yuko vizuri yeye kidogo. Uchangishanaji wa mafuta na kuandaa vyombo vyetu kwa ajili ya utafutaji ya uokoaji huo. Na tayari vilikuwa vimeenda boti 4. Zimefika kwenye eneo la tukio, zimeangaza, lakini hakuna chochote tulichoambulia. Kwa hiyo wamerudi tena kwa ajili ya kuja kujipanga ili kuanzia siku ya kesho watu waanze safari ya kusamamba huko juu. Kwa hiyo ina maana mpaka sasa uhakika wa kuwapata wakiwa hai haupo, maana yake watakuwa wameshazama. Kwa kile ambacho tumejiridhisha kwa sasa, uhakika wa kuwapata wakiwa hai kwa sasa hauwezekana. Ndio. Tofauti na jitihada zenu, labda serikali kuna msaada wote wameleta?
msaada wote bado, ila taarifa tumetoa. Ongea nao, kwa hiyo naona taratibu zinaendelea. Ongea na ile anaelewesha kuongea na mtu mwingine, na mtu yuko kule. Kwa hiyo nishaenda kule bado, kule ni ndani, yani mbali kama saa 1:30, ile masaa 2 kwenda kule undani kutoka nchi kavu. Nilizana watu wanne kama jinsi ilivyo ripoti hiyo. Watatu ndio bado hajapatiwa jitihada na naendelea. Sawa.